Kwanza, kama mdau tu wa bandari, hakuna maendeleo yatakayokuja bila kuwa na namna yoyote ya ada ama ya tozo kwa ajili ya uboreshaji wa bandari. Tunapokuwa tumeletewa ada ama tozo, na imani serikali ina wataalamu ambao walikaa chini wakachakata na wakaangalia na washindani wetu wanafanyaje kazi. Kwa hiyo hata ada inayowekwa, na imani kama itakuwa na tija na uboreshaji utaonekana, kwa kweli ada sio kitu cha kusema kwamba sio bora. Ni kitu kikawepo, ni ada ikawekwa ambayo itafanya maendeleo, lakini yawe yenye tija. Kero kubwa iliyoko ni hii foleni ya utitiri wa malori bandarini imekuwa ni kubwa. Kwa hiyo kwanza ningeomba hii bandari inapopanuliwa, lakini vile vile waangalie bandari kwa ujumla. Tunaongelea swala kubwa sana la bandari. Tunaongelea bandari ambazo ni pamoja na hizi ICD zote, na imani ICD zikipelekwa nje ya mji kwa uboreshaji unaoenda kufanyika, na hata hiyo ada tutakaotoa tutaona kweli na tija, kwa sababu hata watu mizigo mingi itakuwa inachukuliwa kwa wakati, zile storage zitakuwa ziko ambazo sio za kumuumiza mteja. Kwa uboreshaji wa bandari, nadhani kama serikali ilivyokaa ikachakata na ikaamua kwamba turudi na mkakati huu, naamini kutakuwa na maendeleo makubwa sana. Hata vile vile tutaendelea kuongeza pato la taifa kupitia bandari. Jina naitwa Rajabu Moshi, ni kiongozi kupitia taasisi ya Tatamata nikiwa kama bodi ya kurugenzi. Tatamata wanahusika na kuwatetea madereva kiujumla. Ni taasisi ya taaluma ya madereva Tanzania. Kwanza mimi nipongeze kwa hatua hiyo, kwa sababu hatua hiyo ni hatua nzuri ambayo itawanufaisha madereva, na sio madereva tu, hata wale ambao wanatumia bandari, kwa maana kwamba kuna madereva wanaotoka East Africa and Central Africa wanakuja katika bandari yetu ya Tanzania. Kwa hiyo bandari yetu ikitanuliwa itawanufaisha hata wale wageni wanaokuja katika bandari yetu ya Tanzania. Naweza nikasema kwamba kiwango kinaweza kuwa kimefika, lakini sisi tunahitaji kufika lengo tukikompea na bandari zile ambazo tunazitembelea. Kwa mfano bandari ya Mombasa, wafanyabiashara wengi tunaona mizigo mingi sasa inashukia Mombasa. Sasa tunahitaji hii mizigo inayoshukia Mombasa basi ishukie katika hii bandari ya Dar es Salaam. Changamoto zipo na furaha yetu sisi kama watumiaji wa bandari, kwa maana kwamba madereva na pia na viongozi wa madereva, kuona hizi changamoto za bandari zinatoweka. Hususani unakuja kupakia mzigo, badala ya kupakia siku moja itakugharimu ukae siku 2-3 kulingana na foleni ya kuingia bandarini. Naiona ni mabadiliko kwa maana kwamba dereva Naitwa Isa Kazembe, ni dereva wa masafa marefu, ni transit, natoka ndani ya nchi na kwenda kwenye nchi zingine. Hili swala mimi nimelipokea kwa mikono miwili, na itakuwa ni nzuri zaidi kwa sababu itapanua wigo kwanza wa mapato ya serikali, pia itatoa changamoto zile za usumbufu wa bandarini, ucheleweshaji wa dokumenti, foleni za magari na kadhalika. Kama ni upanuzi wa bandari utatokea, hakutakuwa na athari yoyote. Nafikiri mambo yote yatakwenda vizuri tu, kwa sababu kila kitu nafikiri kitakuwa kimekwenda sawa, tofauti na sasa hivi.